kuhusiana na sabato ni lini, sabato ni siku gani. Lakini siku ya leo tutaangalia aina 4 za ushahidi kwamba sabato ni Jumamosi. Bwana Yesu asifiwe. Ushahidi wa kwanza tutaanza katika hii inayoitwa kama Pasaka ya kidunia. Ushahidi tutautoa hapo kwamba sabato ni siku gani, sabato ni lini. Wapendwa, imekuwepo Pasaka ambayo imekuwa ikisherekewa kama sikukuu ya ufufuko ufufuo wa Yesu Kristo. Siku hii imekuwa ikifanyika siku ya Jumapili. Pasaka hata siku hii haijawahi kufanyika siku nyingine tofauti na hiyo. Kwa tarehe inayopangwa lazima ilenji kwenye siku ya Jumapili. Kwa Pasaka lazima iwe Jumapili. Ni kusema nini? Hata kufufuka kwa Yesu ni hakika kulikuwa siku hiyo hiyo. Ni kwa sababu gani? Hata hii Pasaka ndio maana hata tarehe zake huwa zinalenji hiyo hiyo siku. Wanapoipanga lazima iangukie hiyo hiyo siku, lazima hiyo hiyo siku. Ni kwa sababu Kristo alifufuka hiyo siku ya Jumapili, na Biblia inahitaji hiyo siku kama siku ya kwanza ya juma. Maana yake ni kusema nini? Jana yake ilikuwa ni siku ilikuwa ni siku ya saba ya juma, ambayo ni siku ya Jumamosi, na siku ya saba ni sabato ya Bwana. Lakini sasa hebu tuangalie kwa ufupi kuhusiana na hili swala. Tutaangalia vitabu 4 vya Injili, tutakuwa tunavilinganisha kuhusiana na kipi ni kipi. Moja, tunaanza kuangalia tukio la kufa kwa Yesu Kristo, au tukio la Yesu kusurubiwa pale msalabani. Wanamkamata Yesu, wanaenda naye anaenda kupata hukumu, na hatimaye Yesu anaenda kusurubiwa, Yesu anaenda kutundikwa msalabani. Siku hii ndiyo siku ambayo Yesu aliweza kufa. Siku hii ilikuwa ni siku kabla ya Sabato. Maana yake baada ya siku hii kilichokuwa kinafata ni nini? Ni Sabato. Hebu tuangalie Biblia inasema nini kuhusiana na hili swala, tuweze kujua sasa Sabato ni lini. Kitabu cha Mathayo 27 fungu la 57 hadi la 61. Mathayo 27 fungu la 57 hadi la 60, Biblia inasema hivi: hata ilipokuwa jioni, akafika mtu tajiri wa Arimathaya, jina lake Yusufu, naye mwenyewe alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Mtu huyo alimwendea Pilato akauomba mwili wa Yesu. Ndipo Pilato akaamuru apewe. Yusufu akautoa mwili, akauzongazonga katika sanda ya kitani, akauweka katika kaburi lake jipya alilokuwa amelichonga mwambani, akavingirisha jiwe kubwa mbele ya mlango wa kaburi, akaenda zake. Na pale walikuwapo Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili, wameketi kulielekea kaburi. Ni siku ambayo Yesu alikuwa amesulubiwa. Mpaka hapa hatujaambiwa ilikuwa ni siku gani, lakini unaposoma fungu la 62, hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato. Hapa tunaona hasa kumbe kwamba hiyo siku ilikuwa ni siku ya maandalio, kwa sababu siku ya pili yake ni kwamba makuhani wanamkusanyikia Pilato, lakini siku ya pili nasema ni baada ya maandalio. Manake siku Yesu anaondolewa pale msalabani, sasa anaenda kuzikwa, ilikuwa ni siku ya maandalio. Na siku ya maandalio ya nini? Ilikuwa ni siku ya maandalio ya Sabato, siku moja kabla ya Sabato. Yesu alikufa siku moja kabla ya Sabato. Lakini twende kwenye kitabu cha Marko 15 fungu la 42, Biblia ina maneno yafuatayo. Marko 15 fungu la 42 hadi la 47. Biblia inasema hivi: hata ikiisha kuwa jioni, kwa sababu ni maandalio, ndiyo siku iliyo kabla ya Sabato, akaenda Yusufu mtu wa Arimathaya, mstahiki, mtu wa baraza ya mashauri, naye mwenyewe anautazamia ufalme wa Mungu. Akafanya ujasiri, akaingia mbele ya Pilato, akauomba mwili wa Yesu. Lakini Pilato akastaajabu kwamba amekwisha kufa. Akamuita yule akida, akamuuliza kwamba amekufa kitambo. Hata alipokwisha kupata hakika ya kuwa yule akida alimpa Yusufu yule maiti, naye akanunua sanda ya kitani, akamtelemsha, akamfungia ile sanda, akamweka katika kaburi lililochongwa mwambani, akavingirisha jiwe mbele ya mlango wa kaburi.
Nao Mariamu Magdalene na Mariamu mamaye Yose wakapatazama mahali alipowekwa Yesu. Yesu anashushwa tena msalabani. Hapa Biblia inatuambia ilikuwa ni siku ya maandalio, siku moja kabla ya Sabato. Twende kitabu cha Yohana kitabu cha Luka 23 fungu la 54 hadi la 55. Biblia inasema na siku ile ilikuwa maandalio na Sabato ikaanza kuingia, na wale wanawake waliokuja naye kutoka Galilaya walifuata wakaliona kaburi na jinsi mwili wake ulivyowekwa. Tunaona na hapa Kristo alikufa siku ya Ijumaa na akazikwa siku ya Ijumaa, au siku moja kabla ya Sabato ambayo ilikuwa ni siku ya maandalio. Lakini twende kitabu cha Yohana 19 fungu la 31 na fungu la 31 Biblia ina maneno yafuatayo: basi Wayahudi kwa sababu ni maandalio, miili isikae juu ya misalaba siku ya Sabato, maana Sabato ile ilikuwa siku kubwa, walimuomba Pilato miguu yao ivunjwe wakaondolewe. Luka hadi fungu la 42 hapo inasema kwamba humo basi kwa sababu ya maandalio ya Wayahudi wakamweka Yesu, maana lile kaburi lilikuwa karibu. Walipomshusha kwa sababu ilikuwa siku ya maandalio, wakaenda kumzika Yesu Kristo. Sasa tumeona Kristo alikufa siku moja kabla ya Sabato, lakini kama alikufa siku moja kabla ya Sabato, sasa siku hii ni ipi? Acha tuendelee tuangalie vizuri. Unaposoma pia kitabu cha Mathayo 27 fungu la 62 kwamba baada ya kufa sasa siku ile ya maandalio ya Sabato, kilichokuwa kinafuata ilikuwa ni siku gani? Kitabu cha Mathayo 27 fungu la 62, Biblia ina maneno yafuatayo. Mathayo 27 fungu la 62, Biblia inasema hivi: hata siku ya pili ndiyo iliyo baada ya maandalio, wakuu wa makuhani na Mafarisayo wakamkusanyikia Pilato, wakasema, Bwana, tumekumbuka kuwa yule mjanja alisema alipokuwa akali hai, baada ya siku 3 nitafufuka. Naona hapa shauri tena linaanza kupangwa, ni siku baada ya maandalio. Tumeona siku ya maandalio ilikuwa ni siku moja kabla ya Sabato. Sasa siku hiyo sasa ambayo ni ya pili, sasa ni baada ya maandalio, ni Sabato yenyewe. Inaanza kupangwa mipango ya kwenda kuzima kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa hiyo ni siku ya Sabato. Kristo kama alikufa jana, sasa leo ni Sabato yenyewe. Lakini Luka 23 fungu la 56, Biblia ina maneno yafuatayo. Fungu la 56, Biblia inasema hivi: baada ya kwenda kumzika hasa Yesu, wakarudi wakafanya tayari manukato na marihamu, na siku ya Sabato wakastarehe kama ilivyoamriwa. Hii ni siku moja kabla ya ufufuko wa Yesu, ni siku ya Sabato. Wakarejea wakawa wamepumzika, wakatulia. Tumeona kwamba hizo ni siku mbili. Ya kwanza Yesu anasulubiwa, ni siku moja kabla ya Sabato, ni siku ya 6. Lakini Yesu akiwa amepumzika kaburini, au akiwa amelala kaburini akiwa amekufa, ni siku ya Sabato, siku ya 7. Lakini imebaki siku moja hasa afufuke, ambayo ndiyo siku iliyo baada ya Sabato. Ni siku gani hiyo? Kama Sabato ni siku ya 7, basi hiyo inayofuata ni siku ya kwanza ya juma. Acha tuangalie vitabu hivi pia. Siku ya kwanza ya juma, Mathayo 28 fungu la kwanza, la 5, pia hata fungu la 6. Mathayo 28 fungu la kwanza, Biblia na maneno yafuatayo: hata Sabato ilipokwisha ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalena na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Fungu la 5, malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali alipozaliwa. Siku ya kwanza ya juma wanaenda kaburini, hawamkuti Yesu. Malaika anawaambia kwamba amekwisha kufufuka. Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma. Twende pia kitabu cha Marko 16 fungu la kwanza na la pili. Tuone Yesu alifufuka siku gani. Yesu alifufuka siku gani? Inasema hivi: hata Sabato ilipokwisha kupita, Mariamu Magdalena na Mariamu mamaye Yakobo na Salome walinunua manukato wapate kwenda kumpaka. Hata alfajiri mapema siku ya kwanza ya juma wakaenda kaburini jua lilipoanza kuchomoza. Ni kwamba hii inaonekana ni siku ya kwanza ya juma, wanaenda kaburini kwa ajili ya kwenda kumpaka Yesu marihamu. Lakini wanapofika fungu la la 6 inasema hivi:
Naye akawaambia, msistaajabu, mnamtafuta Yesu Mnazareti, aliyesulubiwa. Amefufuka, hayupo hapa, patazameni mahali walipokuwa wamemweka. Lakini Luka hadi fungu la 9 inasema hivi: naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma. Twende pia kitabu cha Luka 24 fungu la kwanza hadi la 6. Bado tunaangalia Yesu alifufuka siku gani, tuwe na uhakika mzuri kabisa. Luka 24 fungu la kwanza hadi la 6, Biblia ina maneno yafuatayo. Anasema, hata siku ya kwanza ya juma ilipoanza kupambazuka, walikwenda kaburini wakiyaleta manukato walioweka tayari. Walikuta lile jiwe limevingirishwa mbali na kaburi, wakaingia wasiuone mwili wa Bwana Yesu. Ikawa walipokuwa wakifadhaika kwa ajili ya neno hilo, tazama, watu wawili walisimama karibu nao, wamevaa nguo za kumetameta. Nao walipoingiwa na hofu na kuinama kifudifudi hata nchi, hao waliwaambia, kwa nini mnamtafuta aliye hai katika wafu? Yaani kwa lugha rahisi, kwa nini mnamtafuta ambaye yeye yuko hai katika sehemu ambazo wanapatikana watu waliokufa? Mnaenda kumtafuta kaburini wakati yeye yupo hai? Anasema hayupo hapa, amefufuka. Kumbukeni alivyosema nanyi akaliko Galilaya. Yesu amefufuka siku ya kwanza ya juma. Kitabu cha mwisho ni Yohana 20 fungu la kwanza na pili pia. Kitabu cha mwisho ni Yohana 20 fungu la kwanza la pili pia. Inasema, hata siku ya kwanza ya juma Mariamu Magdalena alikwenda kaburini alfajiri, kungali giza bado, akaliona lile jiwe limeondolewa kaburini. Basi akaenda mbio akafika kwa Simoni Petro na kwa yule mwanafunzi mwingine ambaye Yesu alimpenda, akawaambia, wameondoa Bwana wangu kaburini, wala hatujui walikomweka. Fungu la 11, lakini Mariamu alikuwa akisimama karibu na kaburi nje yake analia. Basi akilia hivi, aliinama na kuchungulia ndani ya kaburi, akaona malaika wawili wenye mavazi meupe wameketi, mmoja kichwani na mmoja miguuni, hapo ulipolazwa mwili wake Yesu. Nao wakamwambia, mama, unalilia nini? Akawaambia, kwa sababu wamemwondoa Bwana wangu, wala mimi sijui walikomweka. Naye akiisha kusema hayo, akageuka nyuma, akamuona Yesu amesimama, asijue kuwa ni Yesu. Siku ya kwanza ya juma, Kristo alifufuka siku ya kwanza ya juma. Na tukio hili kwa ulimwengu wa sasa hivi, baadhi ya makanisa ya Kikristo yamekuwa yakiadhimisha siku hii kama Pasaka, kama siku ya ufufuko wa Yesu, lakini sio kibiblia. Ni siku ya ufufuko imekuwa ikiadhimishwa kama siku ya ufufuko wa Yesu, na siku hii imekuwa ikifanyika siku moja tu ya Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. Na ni kweli ndivyo ilivyokuwa imefanyika, na ndiyo maana hiyo inapangwa lazima ifanyike siku ya Jumapili. Sasa siku hii ambayo sasa Biblia imetaja kama siku ambayo Yesu alifufuka, Biblia imeitaja, tumeona wote, ni kama siku ya kwanza ya juma. Lakini sasa siku hii Yesu aliyofufuka inatajwa kama siku ya Pasaka, yani ni siku ambayo ulimwengu huo unaadhimisha kama sikukuu ya Pasaka. Sasa Biblia imetuambia kwamba Yesu alifufuka siku ya kwanza ya juma, na nyie huwa mnaadhimisha sikukuu hiyo kama sikukuu ya kufufuka kwa Yesu Kristo. Kwa Jumapili ni siku ya kwanza ya juma, sio siku ya 7 ya juma. Kama Jumapili siku ya kwanza ya juma, maana yake nini? Jumamosi ni siku ya 7 ya juma, na ndiyo Sabato takatifu. Ushahidi wa kwanza ni huo. Ushahidi wa pili, tutaingia kwenye kitabu cha Katekism takatifu.